Mambo vipi, mwana SNS popote pale ambapo unatufuatilia, karibu sana. Ni siku nyingine Mungu ametujalia kuiona na tunapokutana kwenye GPS nyingine tena. Mimi naitwa Frederick Bundala, nipo na wenzangu hapa Henry Minuka pamoja na Ali Masubi. Lakini kwanza leo hatuna maneno mengi sana, tusikuweke, tuingie moja kwa moja kwenye kile ambacho tutakiangalia hapa leo. Na kwanza kabisa wajua kinachoendelea nchini kule katika nchi za Mashariki ya Kati pamoja na Marekani. Sasa Marekani na Israel zinaendelea kuratibu maandalizi ya uwezekano wa mashambulizi mapya dhidi ya Iran, wakati makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano yakionekana kuwa hatarini kutokana na kuongezeka kwa mvutano katika mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa chanzo kilicho karibu na mazungumzo hayo, mataifa hayo mawili yanazingatia kampeni fupi ya kijeshi yenye lengo la kuishinikiza Iran kutoa makubaliano zaidi katika mazungumzo yanayoendelea. Mashambulizi hayo yanatarajiwa kulenga miundombinu ya nishati pamoja na maafisa waandamizi wa Iran, huku mipango mingi ikiwa tayari iliandaliwa kabla ya kusitishwa kwa mapigano mwezi uliopita. Chanzo kimesisitiza kuwa uamuzi wa kurejea vitani uko mikononi mwa rais wa Marekani Donald Trump, na hii ni kwa mujibu wa Times of Israel. Trump mwenyewe ameashiria kuwa iwapo vita vitaanza tena, vinaweza kuwa vya muda mfupi lakini vyenye matokeo ya haraka. Akizungumza katika mahojiano ya redio, alisema malengo ya Marekani yanaweza kufikiwa ndani ya wiki 2 hadi 3. Tumeharibu sehemu kubwa ya kile tulichopaswa kufanya, labda wiki 2 au 3 zaidi, alisema. Ama tufikie makubaliano sahihi au tushinde kirahisi kijeshi. Alisisitiza kuwa swala kuu ni kuizuia Iran kumiliki silaha za nyuklia, akiongeza kuwa makubaliano yoyote lazima yajumuishe kuondolewa kwa akiba ya uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu. Ndio hilo ni sehemu ya makubaliano, alisema. Ingawa Israel imekuwa ikilenga pia makombora ya ballistic na ufadhili wa makundi ya washirika wa Iran, Trump alipunguza uzito wa hoja hizo, akisisitiza kuwa kipaumbele ni silaha za nyuklia. Makombora ni hatari, lakini jambo kuu ni kuhakikisha hawapati silaha za nyuklia, alisema. Aidha, alidokeza kuwa uwezo wa Iran kufadhili makundi wa shirika utapungua kutokana na uharibifu wa sekta yake ya nishati. Katika kauli nyingine, Trump alisema Marekani imekuwa ikiepuka kulenga jeshi la kawaida la Iran, tofauti na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Hatutaki kulifuta jeshi lote, alisema. Tumejiepusha kulishambulia sana kwa sababu tunaamini lina msimamo wa wastani zaidi. Kauli zake pia zimeibua mjadala baada ya kumkosoa Papa Leo wa 14, akimtuhumu kwa mtazamo unaweza kuhatarisha usalama. Naona kama Papa anaona ni sawa Iran kuwa na silaha za nyuklia, alisema Trump. Hilo linaweka watu wengi wakiwemo Katoliki katika hatari. Kauli hizo zinakuja siku chache kabla ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kukutana na Papa huko Vatican. Huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kwa siri, hali inaendelea kuwa tete. Mipango ya kijeshi ikiwa tayari na kauli kali zikiongezeka, wiki zijazo zinaweza kuamua iwapo kutakuwa na vita au makubaliano ya amani. Sasa nataka nianze na Henry. Umesikia kauli ya Trump, anasema vita vikirejea awamu hii vitakuwa vifupi sana, wiki 2 3 tunamaliza kazi. Lakini alisema hivi pia katika awamu ya kwanza, lakini mambo yakaenda miezi bwana. Unajua Sky, Trump kama ambavyo tumekuwa tukizungumza siku zote, ni mtu ambaye huwa anaandika au ana tweet na kujibu kile ambacho anajisikia. Lakini sote tunafahamu mwanzo alisema kwamba itakuwa ni vita ya muda mfupi, lakini mpaka sasa hivi ni siku ya 67 na bado vita ile haijaisha rasmi. Of course mapigano yamesimamishwa, lakini si kweli au si kwamba vita imekwisha. Sasa hii hulka au mienendo au tabia za Trump kusema jambo hili na jambo hilo kuonekana halina uhakika au ukweli, imekuwa ni mara nyingi. Nafikiri kuna kipindi kuna chombo kimoja cha habari kule kilifanya kama uchunguzi kuangalia ni mara ngapi Trump amekuwa akidanganya, na katika matamshi yake mengi ilionekana zaidi ya
70 amekuwa akizungumza vitu ambavyo si vya kweli. Yani yeye ni mtu ambaye anajibu anachojisikia na anasema anachojisikia, kwa sababu Trump huyu alituambia kwamba wameshaiangamiza Irani haina chochote tena. Ile jeshi la maji la Irani kwa maana ya Navy force imeharibiwa. Nuclear tuliwahi kuambiwa zote maeneo yale ya Natanz, Fordo na Isfahan zote zimekuwa obliterated, kwa maana ya kwamba yani vimeharibiwa beyond repair, yani huwezi hata ukaingia kule kwenye mapango. Maana yake ni kama wameharibu kwa kiasi cha juu kabisa cha mwisho. Lakini baada ya miezi 8 karudi kwamba tunaenda tena, Irani hawatakiwi kuwa na silaha za nyuklia. Sasa kama tayari walishaangamiza vile vituo, tunarudi vipi, au Marekani narudi vipi tena na Israeli kuendelea tena kuishambulia Irani kuhusiana na masuala ya silaha za nyuklia? Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya kauli ambazo wamekuwa akizisema. Hata hii vita ambayo leo hii tuna siku ya 67, kwa taarifa zao walisema itakuwa ni zoezi la muda mfupi la siku 3, lakini leo ni siku ya 67. Kwa hiyo dunia na viongozi wengi sidhani kama wanamchukulia Trump kwa uzito na kauli zake, hawaziamini sana sana tu, zinaongeza tension kwenye eneo, kwenye jambo lenyewe, lakini si kwamba zinaaminika kwamba anachokisema Trump ni kweli na ndo ukweli halisi uliopo. Kwa hiyo mimi binafsi sichukulii kwa maanani kauli ambazo amekuwa akizizungumza Trump. Ni kauli ambazo huwezi kujua ukweli wake wala kuthibitisha uhalali wake. Jana na tuko kwenye nyakati sky za vita. Sasa wakati huu tumekuwa tukisema mara nyingi hapa kwamba moja kati ya silaha ambayo inatumika, ukiachana na hizi conventional weapons au silaha ambazo tumezizoea, mabomu, hizi ndege zisizo na rubani, pia kuna silaha nyingine ambayo ni silaha inaitwa information warfare, silaha ya information, kwa maana silaha ya habari au taarifa, hasa ambayo imekaa kimlengo wa kipropaganda. Na hii sitaki kuisema kwa upande wa Marekani peke yao. Silaha ya propaganda ya taarifa huwa inatumiwa na pande zote, hata Irani wanaitumia. Haina maana Irani kila wanachokisema 100% ni sahihi na ni kweli. Vivyo hivyo Marekani haina maana kila wanachokisema ni sahihi na ni kweli. Kwenye mazingira au kwenye nyakati za vita, kila upande mpaka pale ambapo kama ni control, mpaka upande wa pili utakapokuwa una total control na udhibiti wa nchi, vyombo vya habari na taarifa za upande wa pili, ndio unaweza ukasema sasa hapa ni kweli, hawa wengine wanakuwa wameshindwa na hawa wako kwenye hali ya ukweli. Na hata kwenye baada ya ushindi, mara nyingi aliyeshinda ndo huwa anatengeneza taarifa za historia ya vita. Yani kama vile ambavyo Ujerumani walishindwa vita ya pili ya dunia, maana yake ile tunasema zile nchi ambazo zilishinda kwa maana ya allied forces, nchi ambazo zilikuwa zinaongozwa na Uingereza, Wafaransa na Marekani akaja kujoin, maana yake zile ndio zilitengeneza sasa historia. Yani maana yake ile tunasema victor's story. Kwa hiyo ile taarifa zile na historia ya vita inaamuliwa na aliyeshinda. Sasa whether ni kweli au sio kweli, aliyeshindwa anakuwa hana tena pumzi wala uhai au nafasi ya kuja kuzungumza ukweli wa mambo ulivyo. Kwa hiyo kumekuwa na Masudi alikuwa anasema hapa muda mfupi kabla tujaenda hewani kwamba kumekuwa na claims na counter claims, kwamba Trump na wenzie na Hexes, of course amefanya press akizungumza na vyombo vya habari muda mfupi tu uliopita, saa chache zilizopita, na kusema kwamba wao hawataki vita. Wanachokisema sasa hivi kwamba hatutaki vita, sisi tunachotaka au Marekani wanataka tu kuhakikisha ule uhuru wa meli za kibiashara kuweza kupita eneo la mlango wa Hormuz uweze
kutekelezwa na kufanikiwa. Kwa hiyo wanachokifanya wao ni kuhakikisha tu uhuru upo, lakini hawana nia ya kuingia kwenye vita. Lakini tension ni kubwa. Nilikuwa namsikiliza Profesa Marandi ambaye ni mmoja kati ni profesa wa chuo kikuu cha Tehran, lakini pia ni mmoja kati ya supporters wakubwa wa serikali ya Iran. Yeye amezungumza, nimemsikia leo akisema kwamba wao wanatazamia kwamba Marekani itafanya uvamizi muda wowote na vita inaweza ikarujumu. Kwa hiyo ni kana kwamba mamlaka za Iran haziamini kwamba hii ceasefire itakaa muda mrefu. Wao wanaamini build up au namna ambavyo Marekani wamekuwa wakiongeza meli kubwa za kijeshi kuelekea kule Mashariki ya Kati, na namna ambavyo wamekuwa wakiongeza idadi ya wanajeshi wao ni kama ishara ya kuonyesha kana kwamba wanajipanga kurudi na vita raundi ya pili. Kwa hiyo ndio maana Trump ameulizwa. Sasa utaona jinsi wanavyotofautiana kidogo na Hector. Trump ameulizwa ikiwa watarudi kwenye vita itachukua muda gani, akasema ikiwa tutarudi inaweza ikachukua wiki 2 mpaka 3. Sasa hizi ni kauli ambazo wiki 2 mpaka 3 Sky tunazungumzia tunaenda mwezi wa 6. Na sijui kama niko sahihi, kombe la dunia pia linafanyika mwezi wa 6. Yeah. Sina uhakika kama kumbukumbu zangu ziko sahihi. Kama ni mwezi wa 6, maana yake sasa huwa nasema kuna pressure ya Marekani, safari ya Trump kwenda China, kuna pressure ya World Cup kwa sababu kombe la dunia pia linafanyika Marekani. Na hizi nchi technically ni kama nchi za Mashariki ya Kati, hata Iran wenyewe ni kama hawajajiandaa vizuri, na hivyo kuna tension. Hata dunia haijakaa entertainment. Yaani hatujakaa kiburudani, kwa maana ya kwamba watu wanakaaje kwenye hali ya burudani ili hali dunia na nchi nyingi ziko kwenye tension kubwa kutokana na mgogoro ambao umekuwa ukiendelea sasa kwa zaidi ya siku 67. Kwa hiyo yote kwa yote, Trump is being Trump. Trump ni Trump, anazungumza anavyojisikia yeye peke yake, kichwani kwake ndo anajua anachokiwaza, lakini kuamini kauli zake kwa kweli ni ngumu sana kutokana na uzoefu tulioupata toka ameingia madarakani kwenye awamu yake hii ya pili. Amekuwa ni mtu ambaye haeleweki, very unpredictable. Kwa hiyo ni ngumu kusema kesho tutamka vipi, lakini mimi nilichokisema tu ni kwamba anachokiona hii tunasema Project Freedom, kwa maana ya mradi wa uhuru. Nachokiona mimi kuna uwezekano pengine machafuko au escalation, hali ya taharuki na pengine hata miscalculation, kwa maana mahesabu mabaya yakafanyika, watu wakaingia sasa kwenye vita kamili. Na Israeli, ukisikiliza kauli za viongozi wake, ni kama wao wanatamani waende kwenye round 2 ya mashambulizi, na wanasema wako tayari kushambulia. Sasa anayetakiwa kutoa go ahead ni Trump mwenyewe. Kwa hiyo tusubiri tuone itakuwaje, lakini hali bado ni haina ni kama kio tunasema ni blur. Sawa, kwako Ali, wakati unakuja hapa nimekusikia ukitoa kauli kuhusiana na sijui meli zimepita sijui nini, umekuwa ukifuatilia nini ambacho umegundua leo? Kwanza kabisa tunafahamu kwamba Wamarekani wametangaza hii operation ambayo wao wameamua, ambayo kama wangekubaliana kidiplomasia na Iran muda wote yuko radhi kufungua ile Hormuz. Sote tunafahamu hilo, kwa sababu wameishawahi kufungua, lakini waliifunga. Kwa nini? Kwa sababu Marekani ameweka blockade. Kwa hiyo kumbe hii operation tunasema Project Freedom imewekwa maalum kwa ajili ya kufanya nini? Marekani analenga kutafuta turufu zaidi katika meza ya majadiliano, ili tu
Iran yaweze kukubali matakwa ambayo Marekani anayataka, kwa sababu Hormuz ndio pekee imeonekana kama kuikontrol ile Hormuz, ama unasema Iran kuwa na udhibiti wa ule mfereji wa Hormuz kunaifanya Iran iwe na nguvu sana katika meza ya majadiliano. Lakini sio hivyo tu, zuio ambalo Iran wanaliweka ndilo ambalo linamata zaidi kuliko zuio ambalo Marekani amemwekea Iran. Marekani kamwekea zuio tu Iran, lakini Iran ameiwekea zuio dunia nzima. Inamaanisha nchi kama Qatar, nchi kama UAE, nchi kama Saudia, japokuwa wamebypass na ile wanatumia pipe ambao ipo kule Mediterranean, kule bahari nyekundu huko, tunasema ni kule upande wa pili tuseme, lakini bado haijitoshelezi kusema labda ina pump output ambayo ni kubwa, sema ambacho kina make up kwamba sasa hivi bei ni kubwa almost mara mbili ya. Kwa hiyo hata kama wanauza mapipa 1,000,000 ni sawasawa wameuza mapipa 2,000,000 kwa bei ya kawaida. Kwa hiyo Saudi Arabia kidogo hiyo inawasaidia, lakini hao wengine wote ambao ni washirika wa Marekani wanaathirika. Dunia nzima inaathirika, sisi wenyewe tukiwa wamoja wapo. Lakini pia angalia Marekani pia uchumi wake the way ambavyo unaathirika, bei zinapanda, mfumuko ule wa bei, bidhaa mbalimbali, mafuta yako juu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa nini zuio la Iran linamata sana. Na wanaonesha kwamba wa Iran muda wao hauathiri sana, wana luxury of time, wanaweza wakasubiri zaidi. Lakini Donald Trump hana luxury of time, licha ya kwamba ametoka mara kadhaa anasema kwamba ana luxury of time. Na Henry kamuelezea vizuri hapa Trump, licha ya kwamba pia tumekuwa tukimuelezea, ila Trump ana tabia nyingine ambayo sasa hivi dunia yote imekiri na kuona kwamba kumfahamu zaidi, kwa sababu anasema inyeshe tuone panapovuja. Haya matukio ndio yamefanya tabia nyingi za Trump zionekane, lakini moja ya tabia yake kubwa ambayo imeonekana sasa hivi ni uongo. Na hiyo watu wameitrace back paka kwa menta wake ambaye yeye anampenda sana na amekuwa akimsifia, ambaye ndio aliyekuwa idol wake. Sasa anasema moja ya kitu kikubwa alichokopa amekichukua kwake, na huyo menta wake alikopa na formula yake kwamba ukifanya jambo, hata kama hilo jambo limeenda vibaya, wewe unatakiwa wewe ni mshindi, yani haujashindwa. Ndicho ambacho Trump anaonesha. Lakini kanuni nyingine ni deny. Yani wewe siku zote kataa. Hata iwaje uwe kwenye disadvantage, kataa. Kwa hiyo hilo tunaliona, na hizo tabia zote maana yake wewe unakuwa ni muongo. Kwa watu wengi wamegundua kwamba kumbe Trump pia ni muongo. Sasa Kaka Sky kauliza kwamba wakati nakuja nikawa nauliza, kwa sababu nilikuwa na muda kidogo sijakaa kwenye mitandao hii, kwa hiyo nikawa siko updated. Nikamuuliza swali la kwanza, vipi kuna meli imepita? Kwa sababu hicho ndo kikubwa. Lakini nilichungulia kidogo masaa kadhaa, nikawa nimeona maandiko, kuna captain alikuwa anahojiwa akasema shida ni kwamba no one wants to be a hero. Yani hamna mtu ambaye yeye ndio anataka awe shujaa, kwamba yeye ndio awe wa kwanza kupita. Na sisi Waswahili huku kwetu huwa tunasema kwamba siku zote bwana kunguru ni muoga, lakini anaishi miaka mingi. Lakini tuna kauli nyingine pia huwa tunasema kwamba siku zote hamnaga makaburi ya waoga. Kwa hiyo kwenye situation kama hiyo, ukikumbuka kauli kama hizo, inabidi uwe makini kwamba muoga siku zote sio mjinga. Kwa hiyo nikaona hilo andiko sehemu kwenye chombo kikubwa Al Jazeera, wanasema kwamba wamempigia captain ambaye yuko kule stranded kwenye zile meli, na akasema tatizo ni kwamba hamna ambaye anataka awe shujaa. Sasa kuna kampuni moja ambayo inaitwa Maersk, ni moja makampuni makubwa sana. Ukiangalia makontena unakuta yameandikwa Maersk. Kama sijakosea ni kampuni ya Australia. Hii kampuni bwana yenyewe imeongea na ikatoa taarifa kwamba kuna meli yao imepita na nini. Lakini sasa unajua sasa hivi dunia ilivyoendelea, kuna hizi ambao taarifa ambazo ni open source, yani taarifa za wazi. Na taarifa za wazi
kama kuna ndege inapita itajulikana, ndege imepita, imeenda, route yake ikoje, watu wanafuatilia tu, kuna flight radar. Hivyo kwa meli, watu wanaweza wakaifuatilia, wakajua meli iko wapi, inaenda wapi. Ndio maana hata kuna meli zilikuwa zikipita unaoneshwa kabisa, imepita Hormuz hapo. Kwa hiyo taarifa hii ya Maersk kidogo ina wasiwasi, kwa sababu vyombo vingi havijathibitisha kama kuna meli ambayo imefanyaje, imepita. Kwa hiyo ndani ya haya masaa 24 tangu hii operation ya Marekani ambavyo imetangazwa mpaka muda huu tunavyoongea, mengi yametokea, na vita kubwa kama ndugu yangu Henry anavyogusia imekuwepo katika upande wa tunachokiita kama upande wa taarifa ama information. Nini watu wanasikia, nini watu wanaona. Na kweli ukiangalia hiyo information warfare ama mbinu vita ya taarifa katika kucontrol narration, masimulizi, matukio mbalimbali, imeonyesha kwamba ina uzito kiasi gani. Try to imagine, angalia masoko ya hisa yako sensitive sana na taarifa. Yani kwao taarifa inakuwa ni jambo ambalo ni kubwa sana. Ukitoa taarifa fulani ina uwezo wa kupandisha mafuta, ina uwezo wa kushusha mafuta kwenye masoko ya commodity, yani mafuta. Njoo kwenye masoko ya hisa pia. Hisa zina uwezo wa kupanda, hisa zina uwezo wa kushuka kwa taarifa tu. Lakini pia unaangalia pia hata soko la, nimekuwa naliongelea sana, bonds market nchini Marekani limeathirika sana. Bonds ziko juu, zinakaribia all time high. Sasa hivi tayari zina 4%. Unaweza ukaona 4.2 hivi zimepanda kweli kweli, na maana yake ni kwamba Marekani atakuwa analazimika akope kwa hela nyingi sana, kwa sababu riba ile iko juu ya ukopaji. Lakini unakaa hapo unaangalia na kuona kwamba namna gani hii information warfare ambavyo ilivyokuwa ina nguvu, lini wanakuwa wanakilenga. Angalia ambacho hawa tunasema captain ama manahodha wa hizi meli na wamiliki wa meli duniani, ambacho wao sasa hivi wanaogopa ni kuwa na uhakika kwamba sasa bwana, Marekani inajaribu kuhakikishia kwamba Iran hana control. Na ndio maana unaona taarifa zote mara kuna meli za kivita zimepita. Iran baadaye hiyo ni claim Marekani anatoa, baadaye hawa wana counter claim, yani madai na hawa wanakanusha madai, baadaye hawa wanakanusha madai. Iran wanasema hapana, hamna meli iliyopita. Kuna meli zilikuja lakini tukashambulia warning shot. Baadaye CENTCOM wanasema hamna meli ya Marekani iliyofanyaje, iliyoshambuliwa. Kwa hiyo ni mchezo wa madai na kukanusha madai. Kwa nini? Kwa sababu ya hiyo wote wanapambania information. Dunia inasikia nini? Kuna wamiliki wa vyombo vile vya usafiri, wale ndio watoe go ahead bana, sasa piteni, panaaminika. Lakini inaonesha pia hata hawa wamiliki they are not buying it. Wameisha jua janja. Sasa hivi dunia inauelewa. Zile meli nimekuwa naongea ni very expensive, ni gharama sana. Meli moja inaweza ikafikia gharama mpaka dola za Kimarekani milioni 300. Dola za Kimarekani milioni 300 ni fedha nyingi, ni hela nyingi kweli kweli. Maana yake una uwezo wa kupata ndege kubwa za abiria 200 kama 2, lakini bado hujajumlisha mzigo ambao unakuwa umebebwa humo. Hapo ndio inakuja kampuni za bima. Zile meli zinavyoenda, kuna kampuni za bima ambao lolote likitokea, kampuni za bima zinaweza zikakava. Sasa kampuni za bima nazo zimesema kabisa bwana, hiyo ni conflict zone, sio eneo salama. Sasa kama hiyo ni conflict zone, sisi hatulipi. Sasa na tajiri hawezi akapeleka meli kwa riski yake yeye, yani kwa kuchukua tunasema riski kwa Kiswahili tunahitaji riski na yani I don't know, sipati Kiswahili kizuri, lakini yani yeye mwenyewe ndio ajidhamini kwa dhamana. Riski ni dhamana. Yani tajiri ukipeleka meli, peleka kwa dhamana yako wewe. Maana yake lolote litakalotokea, imeharibika, imelipuliwa, kampuni ya bima hailipi. Kampuni zote duniani unazojua wewe zimestop. Sasa unaweza ukaona kwa nini madai haya ya Marekani wanapambana kuonyesha kwamba it is safe. Hapa mnaweza mkapita wakiamini kwamba Marekani ni jeshi kubwa. Obviously iko hivyo, that is the fact. Lakini kuwa na jeshi kubwa sio mara zote inaweza ikasaidia.
hasa kwenye situation ambayo tunaona namna ile Hormuz ilivyokaa ni choke point. Military operation inakuwa ni ngumu, haziwezi kaingia meli nyingi za kivita, lakini unakuja unaangalia ile coast ya Iran ilivyokaa, namna wanavyoweza wakajificha wakashambulia. Pia kuna kitu kingine ambacho Wamarekani wanakiogopa sana ambacho Iran wanacho, ni zile fast speed boats, zile speed boat ambazo zina kasi sana, na hiyo unarudi way back mpaka kwenye MC 2002, Millennium Challenge mwaka 2002, namna ambavyo walifanya war simulation ile ya kuonesha vita baina ya Blue Army na Red Army, huku Blue Army Marekani, Red Army ikiwa ni jeshi mfanano wa jeshi la Iran nchi ya Ghuba pale. Na what happened? Nini kilitokea kipindi kile? Sote tunajua kwamba Marekani ilidhibitiwa pasina kupungua masaa 3-4. Kwa nini? Kwa sababu ya hizi speedboats. Speedboat inavyokuwa ina move, wewe niambie, rubani huko juu kwenye ndege, unailengaje? Inavyokimbia vile unailengaje? Ni ngumu sana kuipiga, labda hiyo imekaa tu speed, yani imetulia hivi, lakini inavyokuwa ina move kwa kasi kubwa ni ngumu sana. Na Iran wamezifanyia armament, yani wameziwekea silaha hizi speedboat, na hizi kweli meli zao zimeangamizwa. Yani hiyo ni for sure kabisa, tunakubali. Meli kubwa zile, drone carrier ile ambayo ilikuwa inaitwa Qasim Soleimani ile pale, lakini hizi speedboats bado wanazo. Sasa speedboats ni ngumu sana kuzilenga zikiwa zina move na ndege ya kivita. Kama nilivyosema, wamezifanyia armament, yani wamezifanya zimekuwa armed, wameziwekea, zipo zenye machine guns, zipo ambazo zinaweza zikashambulia makombora, na hayo makombora sio makombora ya kawaida, ni anti-ship missiles, makombora ambayo yametengenezwa special kwa ajili ya kupiga kile chuma cha meli na kukiyeyusha ili kuingiza ule mlipuko ambao tunasema ni mlipuko ambao wa kwenda kulipua. Sasa unaweza ukaona namna ambavyo wameweza ku-advance. Hiyo tunaongelea speedboats. Tunaongelea wana cruise ships. Tunasema hizi tunaita wana cruise missile, makombora ya cruise ambao baadhi yanasemekana yapo pia. Kwa kumalizia ni kwamba swala ambalo limejitokeza ni hilo. Wote wanapambania kutoa madai yao. Iran anajaribu kuionyesha dunia kwamba hapana, msifanye makosa ya kumove, bado inaendelea, akijaribu kuweka ile kuonyesha udhibiti wake, kuimarisha udhibiti wake pia. Lakini kwa Marekani nao wanapambana kuonyesha kwamba watu waamini wao watakuwa escorted. Ndio maana nikawa nafuatilia kuona meli yote imepita, na mpaka sasa hivi masaa 24 tunaona kama zingepita Wamarekani walivyo, lazima inaoneshwa kwa ukubwa meli zinavyopita kwamba tuna control, sisi ndo tuna nguvu. Oneni meli zinavyopita zinaoneshwa, na ingekuwa ni habari kubwa, lakini so far bado hiyo hatujaiona. Maana yake ni pengine inaweza ikatokea, mimi sikatai, pengine inawezekana meli baadhi zikajiamini na zikaweza kupita, lakini kama tulivyosema pia wasiwasi ni mkubwa kwamba vita vinaweza vikaanza tena. Kwa hiyo sasa mimi naona mchango wangu kwenye hili ni weke hapo, lakini baadaye kwenye issue ile ya UAE nayo nadhani imekuwa na development, ukirudi takuwa na mchango hapo. Kabisa. Tulikuwa tunaangalia live hapa feed ya mkutano na waandishi wa habari Hegseth pamoja na Kane. Sasa nikuletee kile ambacho kimezungumzwa, ambapo waziri huyo wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani hayajavunjika, akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Pentagon. Kauli hiyo inakuja siku moja baada ya Iran kurusha makombora na drones kuelekea UAE na Oman. Hegseth alipinga hoja aliyotaja kuwa isiyo sahihi kwamba Rais Donald Trump anasukumwa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika maamuzi ya kijeshi. Alisema Marekani inathamini mchango, ushauri na uelewa wa Israel kuhusu tishio kubwa la silaha za nyuklia za Iran, akiongeza kuwa licha ya tofauti ndogo za kimkakati, uamuzi wa mwisho uko mikononi mwa Marekani. Alizungumzia pia operation ya Project Freedom, mpango wa Marekani wa kusaidia meli za kibiashara kutoka katika Ghuba ya Uajemi, akisema vikosi vya Marekani havitolazimika kuingia katika anga au maji ya Iran. Hatutafuti vita, alisisitiza.
akiongeza kuwa tunapendelea operesheni hii iwe ya amani, lakini tuko tayari kikamilifu kulinda watu wetu, meli zetu, ndege zetu na operesheni hii bila kusita. Hegseth pia alisema Washington inapanga kukabidhi jukumu la kulinda usalama wa mlango Hormuz kwa jumuiya ya kimataifa. Mamia ya meli kutoka mataifa mbalimbali duniani ziko tayari kupita katika mlango huo, alidai, huku akisisitiza kuwa vizuizi vya Marekani dhidi ya Iran vinaendelea kutekelezwa kikamilifu. Lakini pia Marekani imetoa onyo jipya kwa raia wake walioko Iraq, ikiwataka kuepuka safari za ndege na kuondoka nchini humo haraka iwezekanavyo kutokana na hatari za kiusalama zinazoendelea katika ukanda huo. Katika taarifa, ubalozi wa Marekani nchini Iraq ulisema kufunguliwa kwa anga nchi hiyo baada ya kufungwa wakati wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran hakumaanishi kuwa hali ni salama. Watu wanaofikiria kusafiri kwa ndege ndani ya Iraq wanapaswa kufahamu hatari zinazoendelea za makombora, drones na silaha za roketi katika anga ya Iraq, ilisema taarifa hiyo. Ubalozi pia ulionya kuwa makundi ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran bado yanaendelea kupanga mashambulizi dhidi ya raia wa Marekani na maslahi yake ndani ya Iraq. Msisafiri kwenda Iraq kwa sababu yoyote, ondokeni mara moja kama mpo huko. Onyo hilo linakuja wakati hali ya usalama katika eneo hilo ikiendelea kuwa tete licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki kadhaa. Turejee tena katika ile press conference ambapo afisa mwandamizi wa jeshi la Marekani General Kane alisema uamuzi wa kurejea vitani dhidi ya Iran ni wa kisiasa na uko juu ya mamlaka yake. Hata hivyo, alisisitiza kuwa vikosi vya Marekani viko tayari kuanza tena operesheni kubwa ya kijeshi endapo vitaamriwa. Akijibu kuhusu iwapo makubaliano ya kusitisha mapigano yamevunjika kufuatia matukio hivi karibuni, alisema Iran kwa sasa inafanya mashambulizi madogo ya usumbufu. Bado tuko kwenye kiwango cha chini cha mapigano kwa sasa. Hakuna adui anayepaswa kudhani kuwa uvumilivu wetu ni udhaifu, alisema. Aidha, aliongeza kuwa Iran inaonekana kuwa katika hali ya kuchanganyikiwa katika operesheni zake za kijeshi. Inaonekana Iran inajaribu kila njia ya kufanya mashambulizi katika upande wa kusini, alisema. Kwa mujibu wake, mfumo wa uongozi wa udhibiti wa kijeshi wa Iran unaonekana kuwa umepasuka sana, hali inayoweza kuathiri uwezo wake wa kuratibu mashambulizi makubwa zaidi. Sasa Henry, umesikia onyo limetolewa kwa Iraq, lakini jana tuliona mashambulizi UAE. Nitakuja kusoma updates zinazoendelea, lakini ukiona kwamba kuna hizo warnings, basi hali inaonekana kwamba inaweza kurudi katika tulikokuwa ama dunia ilivyokuwa inakuepuka. Ni kweli Sky, ndo haya tumekuwa tukiendelea kusema kwamba matamshi na hali mpaka sasa haitupi hata mazungumzo hayatoi faraja wala hayatoi mwanga kuonyesha kwamba kuna namna pengine tunaweza tukawa tunaelekea kwenye mwisho mzuri wa vita ambavyo vilikuwa vimeanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Kwa hiyo kumekuwa na matamshi kama hayo ya kutengeneza mazingira ambayo yako very uncertain, yana ukakasi mwingi. Kama nilivyosema pale mwanzo, kwamba huku mnasema hatutaki vita, hatutaki mapigano, lakini tukumbuke kwamba wakati vita vinasimamishwa, mapigano yanasimamishwa, sio vita. Wakati mapigano yanasimamishwa, ceasefire inatangazwa. Kila mara nyingi ceasefire inapotangazwa huwa tunasimama pale tulipo. Yani kwa kawaida kwamba kama wewe ulikuwa kwenye mstari fulani unasimamia hapo, na mitutu inaacha kulia na makombora yanaacha kurushwa kuanzia hapo. Sasa maana yake ni kwamba kitendo cha upande mmoja kutoka ulipokuwa na kuanza kwenda kwenye upande mwingine ambapo pengine kuna uwezekano wa kukabiliana na upande ambao wanahasimiana, maana yake ukiangalia kwa msingi wake unaweza ukahisi kwamba au ukasema kwamba hiyo ni violation ya ceasefire, kwa maana ya kwamba ni kana kwamba mnaanza kutengeneza chokochoko ambazo zina uwezekano mkubwa wa kusababisha upande wa pili kuweza kufanya jambo ambalo litasababisha mapigano tena kuanza upya.
Kwa hiyo hiki kinachopangwa kufanyika ambacho kinaonekana ni kweli kama kisingekuwa kina uwezekano wa kuleta machafuko na mapigano zaidi, tungesema yes, ni auheni kwa dunia, kwa sababu ule mfereji kama tunavyofahamu unapitisha zaidi ya 20% ya nishati ya mafuta na gesi, lakini pia kuna bidhaa zinazohitajika kwenye sekta ya kilimo kama mbolea ambayo inatoka huko kwa 80% kubwa zaidi ya 30. Kwa hiyo kwa msingi huo unaweza ukasema ni jambo zuri, lakini sasa hatutaki kutengeneza mazingira ambayo yanaweza yakasababisha huu mgogoro ukawa mrefu zaidi, na wakati mwingine pia haya maumivu yakawa ya muda mrefu zaidi. Itakuwa ni dunia haiwezi, uchumi wa dunia hautaweza kuhimili mgogoro wa muda mrefu. Na Irani jinsi walivyo, na hapa tusimzungumzie tu Irani peke yake, tukumbuke kuna makundi ya Shia militia ambazo viko Iraki vinamuunga mkono Irani. Tukumbuke kuna Wahuthi wanaunga mkono Irani. Kwa hiyo kuna makundi mengi, kuna makundi mengine yako Syria. Sasa kusema kwamba ni vita ambayo eti itamalizwa tu ndani ya muda mfupi, kila kitu kikarudi kuwa cha kawaida, kwa kweli kwa mtazamo wangu na nikiangalia siasa za Mashariki ya Kati zilivyo na mgawanyiko uliopo, naona ni jambo ambalo ni gumu sana. Kwa hiyo njia pekee au njia bora, tena ni vile tu Marekani walikuwa wanaona kama wataonekana wamepoteza, lakini hapa tunavyozungumza Irani walishafungua mlango wa Hormuz. Sasa Marekani kitendo cha kung'ang'ana kuendelea kuzuia meli za Irani kwamba zisipite ndio kimesababisha hii shida, kwa sababu Irani walishatangaza kufungua na meli zilikuwa zinaelekezwa zipite wapi. Kwa maana yake huenda Marekani wasingekifanya walichokifanya, wasinge escalate zaidi kwa kuzuia meli za Irani, kwa sababu huwezi kutegemea Irani meli zake zizuiwe alafu yeye aruhusu meli za wengine wote zipite zikiwepo za Marekani. Kwa hiyo ni kitu ambacho huhitaji sayansi ya juu sana ya kwenda kutengeneza maroketi kujua kwamba kitendo kilichofanyika na Marekani kilikuwa ni cha ego zaidi, kwa mtazamo wangu. Yaani ni cha ego kwa maana ya kwamba sasa Irani akiamua yeye ndo ameufungua huu mlango alafu na yeye ndo ameufunga, maana yake inaonekana Marekani hatuna nguvu yoyote, hatuna ushawishi wowote. Kwa hiyo hapa cha kufanya ni kuendelea kuwa block wa Irani, na pengine walijua wakifanya hivyo wa Irani wataretaliate kwa kublock ule mfereji. Kwa hiyo wao wataendelea kutafuta namna ya kupata leverage, yani ni kama wanatafuta karata ya turufu ya kuhakikisha wanawadhibiti wa Irani. Sasa hiki ni kitu ambacho miscalculation za namna hizi zimefanyika nyingi sana kwenye kuangamiza vinu vya nyuklia. Wamefanya miscalculation na assessment ya vyombo vyao vya intelijensia vinaonyesha Irani bado ina uwezo mkubwa tu kwenye kufanya urutubishaji wa madini ya uranium ambayo yanaweza kupelekea kutengenezwa kwa silaha za nyuklia. Kwa hiyo sasa ni mara ngapi wataendelea kuamini kwenye hizi njia ambazo tunasema aggressive behavior, yani njia za ubabe na ukandamizaji ambazo zinaonekana mara nyingi kuto kuleta matokeo. Kwa hiyo hapa tunapozungumza tatizo la Strait of Hormuz sio la Irani tena, ni tatizo la Marekani, kwa sababu Irani alishakubali kwamba mlango huu sasa tumeufungua uko wazi, lakini Marekani wakatangaza hata wakiufungua wao hatutawaruhusu na meli zao zipiti. Sasa kwenye muktadha kama huo tumerudi tena kwenye mkwamo ambao ulikuwa tayari unaelekea kuondoka. Lakini naelewa Marekani ni taifa kubwa, halitaki kuonekana limeshindwa, halitaki kuonekana limezidiwa ujanja, halitaki kuonekana ni nyonge, linataka kuendelea kutengeneza ile impression ya kwamba ni kubwa, na tunafahamu sera ya Trump ni Make America Great Again, kwamba ifanye Marekani kuwa kubwa. Sasa inakuwaje kubwa kama inajikuta inapaswa inashurutishwa kufuata maelekezo na utaratibu ambao umewekwa na Irani, ambayo inaonekana ni taifa dogo kabisa. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa, na nafikiri miscalculation nyingine yoyote ambayo itajitokeza hapa itasababisha mkwamo kuendelea kwa muda mrefu kuliko na mazingira ya kutengeneza mazingira ambayo wanaweza kufanya mkwamo ukaisha. Okay, sawa. Sasa turejee kwenye mashambulizi ya UAE ambapo viongozi tofauti tofauti duniani wamelaumu
mashambulio hayo ya UAE, ambapo waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alionyesha mshikamano na rais wa UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, akisisitiza umuhimu wa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. India pia ililaani shambulio hilo, huku waziri mkuu Narendra Modi akisema kulenga raia na miundombinu ni jambo lisilokubalika. Hata hivyo, Iran haijathibitisha wala kukanusha kuhusika na tukio hilo. Afisa mmoja wa kijeshi wa Iran alinukuliwa akisema kuwa nchi hiyo haina mpango wa kuishambulia UAE, akilaumu juhudi za Marekani kufungua njia hiyo kwa nguvu, kwa maana mlango Hormuz. Viongozi wengine ambao walitoa maneno yao ni pamoja na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, lakini vile vile waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Wizara ya ulinzi ya UAE ilisema mifumo yake ya ulinzi ilifanikiwa kudaka makombora 12 ya ballistic, makombora 3 cruise na ndege 4 zisizo na rubani kwa maana ya drones. Sasa latest kabisa ni kwamba UAE tayari imeweka vizuizi vya safari za ndege kwa njia chache zilizoruhusiwa hadi Mei 11 na kuanzisha taratibu za dharura za kiusalama kulingana na matangazo ya Notice to Airmen NOTAMs yaliyotolewa na mamlaka yake ya usafiri wa anga. Hatua hiyo inakuja ikiwa tayari kuna hizo tahadhari zikitumwa pia kwa raia wake kuhusiana na hilo. Jana tuliona UAE ikisema kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikidhibiti mashambulizi ya makombora na drones kutoka Iran, hali iliyosababisha ndege kadhaa kubadili njia kuelekea Muscat nchini Oman au kuzunguka juu ya anga ya Saudi Arabia. Taarifa za NOTAM zinasema eneo la anga la UAE FIR limefungwa kwa kiasi, zikimaanisha eneo la taarifa za safari za ndege, na kuongeza kuwa safari za kuingia na kutoka nchini humo zinaruhusiwa tu kupitia njia maalumu za kuingia na kutoka. Jana Masubi, tuliona tension iliyokuwepo. Vipi leo, umefuatilia nini hasa ambacho umebaini na hiyo mashambulizi? Tunaona Iran imekuwa ikikanusha kwamba, na hii sio mara kwanza, lakini mara hii tena imesema kwamba hawajafanya. Sasa cha kujiuliza pale tunaposema kwamba na ballistic missiles zimehusika. Kwa hiyo tunapata majibu mawili. Wao wanakanusha, lakini inawezekana kweli labda hawajahusika, ikawa ni false flag, labda kuna chokochoko, inawezekana. Lakini tuangalie, je, kama wamehusika, kwa nini Iran anaweza kawa ameshambulia UAE? Why UAE? Kuna Oman, kuna Qatar, kuna Bahrain. Jana ndugu yangu Henry aliongelea vizuri sana UAE, kwamba UAE kwa namna moja ama nyingine, kwanza wana uhasama na Iran. Watu wafahamu hivyo. Wana ule uhasama wa jadi. Kabla UAE haijatangazwa nchi miaka ya 70, baada ya kuwa tunasema imetangazwa tu ile nchi miaka ya 70, walikutana na changamoto kubwa sana. Iran alivichukua visiwa ambavyo visiwa vitatu, kisiwa cha Abu Musa, Leza Tams na kile kingine. Hivi visiwa ambavyo viko karibu kabisa na UAE. Na Iran walivichukua kwa sababu walikuwa na ile ni territorial claim, yani wanadai ni vya kwao tangu enzi za Shah kule. Na sio tu hiyo, paka Bahrain, hii nchi wanayofahamu watu, nchi ya Bahrain. Hiyo nao yani ukija miaka ya zamani ilikuwa ni ya Iran. Lakini Shah huyu aliyepandikizwa, moja ya kitu kikubwa alichokifanya, maana mashah walikuwa ni wengi sana, ila yule Shah Mohammad Reza Pahlavi aliyopandikizwa baada ya mapinduzi, inasemekana alidondosha ile claim yake ama madai yake ambayo alikuwa nayo dhidi ya Bahrain, na Iran wamekuwa wanamsema mpaka kesho kwamba hakutakiwa adondoshe madai ya claim, yani wao kama Bahrain ni ya kwao. Na Bahrain ukienda, watu wengi wanafahamu, wengi waliopo pale ni Washia ambao wanaisupport Iran, licha ya yule mfalme na system nyingine kuwa wanasemwa wanasapotiwa na Israel. Pia inasemekana wako very active Bahrain na mataifa na nchi nyingine pale. Kwa hiyo nini ambacho tunakiona hapa kwa UAE? UAE anasema kwamba kwa muda mrefu amekuepo anajaribu kama kushirikiana na Israel kisirisiri.
na Iran wanaamini hivyo, na wanaamini kwamba kama alivyosema ndugu yangu pia jana kwamba yapo mashambulizi ambayo yaliratibiwa kutokea kwa UAE, na UAE amekopo aliamini kwamba pengine Iran kwa namna yoyote akidhibitiwa hivi visiwa vyao wao wangevipata. Hiyo ndio wangeamini, na pengine wangeweza kuvichukua vile visiwa hata kwenye ile tunasema kufanya ile military intervention, yani majeshi yaingie yachukue baadhi ya maeneo. Moja ya plani ya UAE ni wachukue na hivyo visiwa na vibaki kwao. Kwa sasa ukikaa ukaangalia nchi ya UAE kwa muda mrefu, ukiangalia kwanza siasa za Mashariki ya Kati, na hii nitaifanyia uchambuzi, mtaupata hapa. Nitafanyia uchambuzi familia ya Saud, nitafanyia uchambuzi familia ya Al Nahyan, kama hivyo MBZ Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the Nahyan family. Hiyo nayo tutafanyia Al Maktoum, mtaiona. Ili uelewe vizuri siasa hapa lazima uzielewe hizi familia. Sasa ukikaa ukaangalia kitu kingine ambacho UAE wamekopa kwa muda mrefu, wameweza kuitengeneza nchi yao na imekuwa ni nchi ambayo ina uchumi mkubwa ambao hautegemei mafuta. Wanazalisha fedha nyingi sana, ni taifa ambalo ni mfano wa kuigwa. Ukija pia miaka ile ya mapema kabisa, moja ya viongozi wao unaweza kusema miaka ya 50 huko, moja ya viongozi wao aliingia mkataba na Uingereza kwamba bwana, sisi mtulinde na sisi tutawatambueni nyinyi, na Uingereza alichodai kwamba wasiingize ushawishi wa mataifa mengine, na Uingereza hakuingia na wao tu, waliingia na viongozi wengi kwamba wao watawalinda hizi familia zibakie madarakani, lakini zenyewe zilinde maslahi ya Uingereza. Sasa ukiangalia kwa miaka mingi UAE kama na ushirikiano fulani na nchi hizi za magharibi, lakini what has happened, nini kimetokea? Ni kwamba hali ambayo tunaiona sasa hivi ni kwamba Iran ameamua kuanzisha haya mashambulizi, lakini kitu kingine ambacho kina click kwamba pengine Iran wanajua sisi ambacho hatukijui. Licha ya kwamba wanakanusha, lakini nikiangalia kuna baadhi ya kauli kwamba Marekani kauli kutoka kwa Iran, yani kwamba wanasema kwamba Marekani anatakiwa awe makini kwamba wao wana control Hormuz, lakini na UAE pia inatakiwa ijizuie na iwe makini. Nini maana yangu? Tumeambiwa hii operation itahusisha nchi zaidi, tunasema itahusisha wanajeshi 15,000. Kama ni wanajeshi 15,000 ndio watakaohusika kwenye hii operation, hawa wanajeshi bila shaka wanahitaji ardhi ambayo watatokea, kwa sababu meli ambazo zimepita ni 2 tu. Kama kuna meli 2 tu ambazo zimepita, meli 2 tena ni meli za kivita, ambayo moja haiwezi kazidi hata crew member labda 1,000, kwa sababu zile destroyer haziwezi kazidi crew hata 1,000. Zimepita 2, unaongelea zaidi ya wanajeshi 15,000, na wanaweza wakazidi hapo. Hawa wanajeshi 15,000 kwa ajili tu ya escort meli, unaona kwamba kuna wasiwasi wa ground invasion, kama alivyosema ndugu yangu pia Henry kwa kumnukuu Profesa Marandi, ambaye ni mmoja wa watu wazito sana pale Iran, anafundisha chuo kikuu cha Tehran, lakini pia amekuwepo kwenye negotiation zote mbili akishiriki kama mtu wa media na ushauri, kuwashauri wale delegates, akiwepo kwenye negotiation ya JCPOA, akiwepo kwenye negotiation iliyofanyika Islamabad. Kwa hiyo unaweza ukaona akiongea hivyo ni kauli ambayo ni kubwa sana. Hata mimi hapa napata tangu jana nilikuwa najiuliza kwamba hawa wanajeshi 15,000 wanahusikaje, kwa sababu tunajua wale wengi wamebaki kule kwenye blockade, kwenye meli za kivita. Hawa ambao wanakuwa wamesogezwa kuhusika na hii operation, kuna meli 2 zimepita. Hata kama zingeongezeka meli nyingine 5, 6, 7, lakini unaongelea wanajeshi 15,000. Hao ni wengi sana. Unaongelea hapo kombania za kutosha, unaongelea karibia brigade nzima hapo. Sasa unajiuliza kitu kingine. Chukulia ndege za kivita 100 zinazosema zimehusika, ndege moja na rubani mmoja, au kama zile ambazo zina rubani wawili, ambayo iliweza kama ile kudunguliwa ambayo ina rubani wawili. Kwa hiyo hatuongelei marubani zaidi ya 100. Bado 15,000 imebakia hapo, imestand, ni wengi sana. Maana yake wanahitaji ardhi ambayo pale ndio wataanzia operation zao, logistical support, logistics na vitu vingine, ambapo sehemu ambayo ndio operation itakuwa inapangiwa na wanatokea hapo. Ni nchi gani hiyo?
kwa muda mrefu. Nchi ambayo ilikuwa inasemwa ingeofa hiyo ni nchi ya UAE. Kwa unaweza ukaona kwamba pengine plan nyingine ambayo ipo ya kumfanya Iran aweze kupoteza leverage yake, ambayo ni ile ambayo tumekuwa tunaiongelea muda mrefu, ni kuchukua visiwa vyake, kisiwa kama vile Karg, lakini hivi visiwa ambavyo vimekuwa vinaongelea ambavyo walimnyang'anya UAE mwaka 71. Actually 71, sitaki kusema sana mwaka, lakini miaka ya 70 walimnyang'anya UAE visiwa vile vitatu, kisiwa cha Abu Musa, kisiwa cha Lezatam na kingine tena. Hivyo visiwa vitatu pengine vyote vinaweza vikachukuliwa kwamba sasa bwana wewe Iran, ili tukurudishie hivi visiwa inabidi ufungue Strait of Hormuz, kwa sababu tunaona kabisa namna ambavyo Trump na administration yake wana ile obsession ya kurudisha utawala, ya kurudisha navigation, meli ziingie na kutoka kwa nguvu ya Marekani, sio kwa nguvu ya Iran. Labda tumekaa mezani, Iran ndo kakubali hapa. Wanataka Marekani ndiyo ionekane imefanikiwa kuifanya Iran iweze kufungua. Maana yake kwamba Marekani bado ndiyo taifa lenye nguvu. Henry amegusia kitu kikubwa sana kwamba make America great again. Hiyo ndio imekuwa sera ya Trump, lakini tunavyoona sasa hivi badala ya make America great again, lakini issue ya Hormuz inaifanya Marekani ionekane sasa dhaifu, na mataifa yamejua. Angalia Messi anavyomshambulia Trump. Angalia, usingetegemea picha kama hiyo rais wa Marekani eti Ujerumani mseme. Usingetegemea Macron Emmanuel anamsema tena, nimepronounce kama Trump mwenyewe anavyosema, Emmanuel Macron. Anamsema Trump mwenyewe. Juzi ameongea, anasema kwamba Wairani wanaiheshimu na amesema yani wanaiheshimu. Amesema aliongelea kwamba Marekani yani aliongelea kama Iran wao ni bora zaidi kuliko ni Marekani anavyowachukulia, kwamba Marekani hawawapi respect Ufaransa. Kwa hiyo unaweza ukaona tunafikia huko, na hiyo ni kauli ambayo ni latest sana. Kwa hiyo haya yote ambayo tunayaona ni ile authority, nguvu ya Marekani tayari iko in jeopardy, yani iko katika hali ambayo sio nzuri kutokana na hiyo Hormuz. Sasa hiyo inafanya kwa namna yoyote sakata la Hormuz, Marekani tuone haya ambayo anayafanya. Lakini nchi ya UAE, bottom line, yani kumalizia, nchi ya UAE kuona haya ambayo yanaitokea, pengine kipo kitu ambacho pengine intelijensia Iran inajua zaidi kuliko sisi ambavyo tunafahamu. Pengine ndio inaweza ile operation ya ardhini ikafanyika kutokea hapo, kama ambavyo kaka Sky amesoma kwenye intro kwamba wakafanya operation fulani ya kijeshi ya muda mfupi, vile ambavyo wenyewe wanaweza wakaona. Lakini yote kwa yote, mimi ninavyojua ngoma bado ni nzito kweli kweli. Kwa hiyo mimi nadhani niweke nukta hapo. Sawa. Henry, tumalizie na mchango wako wa mwisho kwa maendeleo haya ya mashambulizi ya UAE. Tayari umeona viongozi wakilaumu kwa kile ambacho kimetokea, lakini Iran haijakanusha au kukataa, iko katikati inakataa vitu kama hivyo. Sasa sijui amejipiga yenyewe ama amepigwa na nani? Vipi unahisi escalation katika upande huo? Ndio maana leo tunaona Hegseth akisema kwamba ceasefire haijaisha, jamani, msiogope vitu kama hivyo. Asante Sky. Mimi kwa mtazamo wangu nafikiri waliofanya hao mashambulizi ni Iran, lakini wameyafanya kama strategic attacks, yani wamefanya kama kimkakati hivi, kwa sababu Marekani ameanza chokochoko na kuwasumbua kwenye mfereji wa Strait of Hormuz. Kwa hiyo wao wamekuwa na tabia ya kutengeneza pia pressure kwa mshirika wao mkuu, ambaye unaweza ukasema katika miongoni mwa nchi za Mashariki ya Kati. UAE imekuwa ni mshirika mkubwa wa Israel. Tunafahamu wote wamefanya normalization ya mahusiano pamoja na Israel. Tunafahamu Israeli wamepeleka silaha pale nyingi, na ikiwepo hizo silaha defense za laser ambazo zinaonekana hazijawahi kupelekwa kokote, lakini hivi karibuni zinasemekana zimepelekwa UAE. Lakini pia ni mshirika mkubwa wa serikali ya Marekani. Tukumbuke kwamba Trump alipotembelea Middle East alikwenda pia UAE, ambao alipledge kuwekeza zaidi ya $1.5 trilioni
kwenye uchumi wa Marekani, na makampuni makubwa ya kiteknolojia na investment kubwa kwenye teknolojia na AI, artificial intelligence, inafanyika kwa kushirikiana na makampuni ya Israeli na makampuni ya Marekani pale Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kama Irani anaamini kwamba katika haya mapigano yanayoendelea, kumuumiza UAE ni sawa sawa na kumuumiza Israeli na kuiumiza Marekani. Kwa hiyo chochote kinachotokea, muhanga wa kwanza atakuwa ni UAE, kwa sababu wana mafungamano ambayo yanatengeneza hisia kwa Irani kwamba hawa ni maadui zetu au ni eneo ambalo linaweza likatumika kutushambulia. Tukumbuke umbali kati ya taifa la UAE, Umoja wa Falme za Kiarabu, na Irani ni umbali mfupi zaidi kuliko nchi nyingine zote za Middle East. Kwa unazungumzia hasa kwa hizi nchi ambazo wamekuwa wakizishambulia, ukiondoa Oman. Ni umbali ambao unahesabiwa kuwa takriban kilomita 100 kutoka kwenye fukwe za UAE kwenda kwenye fukwe za Irani. Kwa hiyo ni umbali mfupi ambao kwa makombora yale tunasema ya short range, ya masafa mafupi ya Irani, yanakwenda pale kwa kiasi, yani kwa bila usumbufu na kwa kutumia energy ndogo, kwa kutumia nguvu ndogo sana. Kwa hiyo ni eneo ambalo wao kulishambulia ni rahisi sana kimkakati, na pia ni rahisi kutuma ujumbe kwa Marekani sana pale ambapo wanaishambulia, na kuongeza pia pressure kwa sababu ni mshirika wao muhimu. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kwa mimi nafikiri, of course, Iran wanachokifanya, ukisoma ile tweet ya Alachi utagundua kwamba kuna namna wamehusika, kwa sababu amesema kwamba mazungumzo yanaendelea vizuri, lakini pia anatoa kama onyo kwa Marekani pamoja na washirika wake wengine kufanya jambo lolote ambalo litasababisha kurudi kwenye hali ya mapigano, na kumtaja akiwepo UAE. Sasa kwa nini umtaje UAE ambaye ameshambuliwa jana? Hajatajwa Bahrain, hajatajwa Saudi Arabia wala Qatar. Na nimesema hata jana, ukiangalia mahusiano yalipo, mahusiano ya Iran pamoja na Qatar, Iran na Saudia pamoja na Kuwait pengine na Bahrain, yanaweza ikawa rahisi zaidi kuyafix. Sisemi mahusiano yake yeye na UAE hayawezi kuwa fixed, lakini kutakuwa na nguvu kubwa sana itabidi itumike kutokana na namna ambavyo wanachukuliana. Tayari hizi nchi mbili zinachukuliana kwamba kila nchi ni kitisho kwa usalama wake. Sasa UAE wanachukulia Irani ni kitisho kwa usalama wake, vivyo hivyo Irani wanachukulia UAE ni kitisho kwa usalama wake. Sasa mataifa yanapofikia kwenye hali hiyo, na kitendo cha Irani, kwa takwimu zinaonyesha Irani wameishambulia UAE wakati wa zile siku 11 tu za mwanzo, siku 10 za mwanzo za vita, wamepeleka mashambulizi ambayo mashambulizi yote waliyofanya Middle East, 58% wameyaelekeza UAE. Kwa hiyo mashambulizi yaliyofanyika kwenye nchi zote za Mashariki ya Kati, 58% wameipeleka UAE. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo hawa watu wana uhasama. Wamerusha zaidi ya makombora pamoja na drones 1700. Ni silaha nyingi sana hizo kwa mashambulizi kwa mtu tu ambaye hahusiki kabisa kwenye vita na mgogoro na wewe. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa namna fulani kwamba uhasama unazidi kuwa mkubwa, na Marekani wanaelekea kuufunga sawa mlango wa Hormuz, lakini wapo watu ambao au wadau na wanazuoni ambao wana wasiwasi kwamba huenda kitendo cha Irani jana kushambulia zile refinery za mafuta, kwamba mnaweza mkaruhusu meli zipite, lakini Irani akaanza kushambulia vituo vya mafuta ambavyo hizo meli zinazopita hapo Hormuz ambapo mnataka kupafungua ndio mzigo mkubwa zinaobeba. Kwa hiyo ni tricky, yani ni a very tricky situation. Ni hali fulani ambayo ina mkanganyiko wa hali ya juu. Irani ana options nyingi kwenye asymmetric warfare technique zake ambazo yuko nazo. Ana uwezo wa kuamua sasa nitashambulia tu vituo vya mafuta ili vituo vishindwe kuzalisha. Vikishindwa kuzalisha bado kuna disruption, na ili
disruption iishe, kwa maana huo mkanganyiko uishe, na hiyo hali ya nishati kuto kupatikana kwa wepesi na kuto kupita kwa wepesi, itabidi tu bado vita iishe. Kwa hiyo bado kuna mazingira ambayo hajakaa sawa, na Irani of course kupitia spika wao amekuwa wakitishia kwamba hiki yani kilichotokea na cards au turufu walizonazo nyingi ni za kutisha na hawajaonyesha chochote bado. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni propaganda, lakini pia inawezekana ikawa ni kweli, kwa maana ya kwamba tayari sasa hivi wameshapigana, kwa hiyo wanafahamu ikitokea mara ya pili nini wakifanya. Na ndio maana nimekuwa nikirudia kusema ikitokea vita hii, na naomba Mwenyezi Mungu aepushie mbali, ikitokea vita hii inapiganwa kwa mara ya pili tena round 2, mashambulizi sasa hivi hayatakuwa na ustaarabu wowote. Yani naona hali ya kwamba sasa mashambulizi yatakuwa yanafanyika hovyo hovyo. Sasa yatakapokuwa yanafanyika hovyo hovyo, maana yake madhara yatakuwa makubwa sana kwenye maeneo mengine ambayo au sekta nyingine ambazo bado hazijaguswa. Naam. Well, so guys, kwa leo nahisi tumezungumza vya kutosha kabisa, tukisubiri maendeleo mengine ambayo tutapata bila shaka katika siku inayofuata. Asante sana bwana kwa kujisqueeze, na fahamu na majukumu mengine ya kikazi, hivyo tunakulazimu kuishia hapo kwa leo, au sio? Shukrani sana, tuko pamoja, na tusisahau Sma anawasalimia wana SNS ameomba udhuru, anapambana huko na baadhi ya vitu. Yes, Sma ana udhuru wake, ndio maana hujamuona, pengine kuanzia Alhamisi akimaliza anaweza akarejea, au sio? So niseme asante sana mwana SNS ambao tumekuwa pamoja katika GPS hii ya leo. Mimi naitwa Frederick Bundala, nilikuwa na Henry Mwinuka pamoja na Ali Masubi. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena hapa hapa, kwa heri.